mwaka ungelifaa kuanza ndani ya mwezi wa 4. Lakini acha haya tuachane nayo. Hari impamvu nyamukuru. Tutayarudisha, kuna sababu ya msingi. The premier avril tariki yo kubesha. Tarehe ya uongo ama ya kudanganya. Tariki ya mbere y'ukwa kane. Tarehe ya kwanza ya mwezi wa 4. Inaitwa ni tariki hiki. Inaitwa ni tarehe ya nini? Jamii ama familia. Utunga inyamaswa y'upresent. Ntagara amezi 12 ni consideration 12. Gutsinda k'umukirisi, kusinda kwa Mkristo nagari ikibazo cyo gusenga. Sio tatizo la kuomba peke yake. Guhanganya na Satani. Unapigana na Shetani. Na kumenya isi. Na kugundua dunia. Na kurasa hukuye kurasa. Hata isi dunia yarahinduye. Ilibadilisha. Byahindutse rya. Vilibadilika kipindi gani? 1582 nibwo bahinduye. Ndipo walibadili isi bayiha amezi 12. Dunia ikipewa miezi 12. Isi mbere dunia zamani bari bafite 13. walikuwa na mena. Nago mufite iminota myinshi. Hamuna dakika nyingi. Sinzi ko muzabigenza. Sijui mtakavyofanya. Ibina abantu bakagombye kwiga icyumweru cyose. Watu wangelipasa kujifunza wiki yote nzima. Ndikubyiga uburyo mu byumva ngo mu minsi 3. Na fanya maandalizi hayo muweze kujifunza mambo haya kwa siku 3. Kubango muri gufata resume ya resume. Imana ibahe kumva mu buryo bwimbitse. Mungu awape kuelewa kiundani zaidi. Namwe kandi ninzavuga mujye mwiyiranja mumenye nibyo ntavuze. Na nyinyi pia nikizungumza mjitahidi kuelewa na yale ambayo sijawahi kuyazungumza. Hallelujah. Amen. Hapana. Uyu munsi ndagendera ku wundi muvuduko, ejo nyashiremo. Leo nitatembelea kwenye kasi nyingine, kesho nitie maji. Nahoze ndeba abantu mwese mwicaye ahanga. Nimeishi kuchungulia watu wote mlioketi hapa. Nsanga benshi turaziranye. Nikakuta watu kama wote tunajuana. Imitwe yanyu ndayizi, ntago ndi bukire mwamazi. Vichwa vya nyinyi wote na vijua, sitatia maji. Sawa rero. Hivyo sasa. Amen. Amina. Turi ku ijambo ry'Imana. Tuko katika neno la Mungu. Tusome ibyanditswe. Tusome maandiko kwenye Biblia. Uyu munsi dusome 2 gusa. Leo tusome andiko aina 2. 12:32. 12:32. Naho tugiye gusoma. Ni hapo tutaenda kusoma. Kubera impamvu z'igihe, kwa sababu ya muda wetu, tusome n'ibyanditswe nka 2 mu byahishuwe bihuriremo. Tutasoma andiko 2 katika kitabu cha Ufunuo. Byahishuwe Yohana 16 nibasoma 8. Ufunuo Yohana 16 wasome mstari wa 8. Uri bubari mu byahishuwe anasome 19:17. Na yule atakuwa kwenye kitabu cha Ufunuo asome 19:17 mstari. Musome vuba na vuba musagura umwanya. Musome vitabu hivyo kwa haraka kwa sababu hatuna muda. Minota mwumvishe mfite si myinshi. Dakika nilizopewa sio nyingi. Igitabo cha mbere cy'ivyo nzabwiriza iminota myinshi cyane. Igitabo cha mbere cy'ivyo kungomera igice cya 12 umurongo wa 32. Yego. Abo mu bisakari bazi ubwenge bwo kumenya ibihe, ambayo wanajua hakili ya kujua nyakati, bakamenya n'ivyo Abisirayeli bakwiye gukora, na watambue yale Wanaisraeli wanafaa kuyafanya. Bari abakuru 200. Walikuwa ni wakuu 200. Bazananye n'abandi biwabo bagaba. Amen. Na wanaambatana na wengine wa kwao watawala. Amena. Ibyahishuwe igice cya 16. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 8. Uko marayika wa 4 asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Sibukusome nanone ahandi navuze. Tusome kitabu kingine hapo nimesema 19 Ufunuo wa Yohana na mstari wa 17. Mbona marayika ahagaze mu zuba, arangurura ijwi, abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira. Amen. Marayika ahagaze hehe? Mu zuba. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akiambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyokuu. Amena.
Data mu izina rya Yesu, Baba katika jina la Yesu, herekeresha ijambo ry'ibimenyetso n'ibitangaza, sindikiza neno lako kwa ishara na miujiza, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, ili jina lako lipate kutukuzwa. Iyi minota ibe y'umugisha, hizi dakika tunazo ziwe za baraka, mu izina rya Yesu, katika jina lako Yesu. Tuvuge twese tuseme amen. Sote amen. Twongere tuzamure ijwi amen. Tupandise sauti amen. Haleluya. Haleluya. Turi kwiga ubunyamwuka buri mu gihe. Tunajifunza ukiroho katika wakati wake. Twavuze hejuru y'ikintu bita ukwezi. Tumesema juu ya kitu kinaitwa mwezi. Tukivuga ukwezi, tuliposema mwezi, twababwiye ko ukwezi kwa mu kirere, tuliwaambia kwamba mbalamwezi ya angani niko kwezi muri buri rurimi, ndio mwezi unaitwa hivyo katika kila lugha, kwa muhemberwamo, ambaye mnalipiwa ndani yake. ni nako kwezi, na ndiyo mwezi muri busange abadamu bagira, ambaye mtapata kina mama wenzetu wakiwa nao. uko kwezi, huo mwezi twavuze ngo kugira iminsi 28. Tumesema mwezi huo wa masiku una siku 28. Kwezi, mwezi kugira ukwezi, uko kwezi, huo mwezi kugira kuzenguruka isi, ili kuzunguke dunia, bisaba ibyumweru 4. vinahitajika wiki 4. Kambasubiriremo, nirudie tena. ukuriya kwezi, ile mbala mwezi, kwezi kugira kuzenguruke ili isi, mwezi ukapata kuzunguka dunia, bisaba ibyumweru 4. kunahitajika wiki 4. Icyumweru, wiki moja kigira iminsi 7, ina siku ndani yake 7. iyo bavuze ukwezi, wanaposema mwezi, undi ni iminsi 28, ndani yake ni siku 28. iyo minsi 28, hizo siku 28 ubundi nyirizina niyo ugize ukwezi, yani kiuhalisia ndio siku zimebeba mwezi. ukwezi mwezi ni iminsi 28, ni siku 28. ubundi ahantu muzajya musoma muri Bibiliya, popote mtasoma kwenye Biblia bakavuga ukwezi, na waseme kuhusu mwezi, mujya mwibuka ko baba bashatse kuvuga iminsi 28. mkumbuke wanalenga ama wanahitaji kuzungumza siku 28. Mnaposoma matokeo ya mbala mwezi, ntabwo bavuze iminsi 30 cyangwa 31, haujasema siku 30 au 31, bavuze iminsi 28. hapo wamemaanisha kuongea siku 28. ukwezi, mwezi nuko kungana, ni hivyo unatoshana. isi, dunia, munega amatwi gato, munitege masikio kidogo, ko ngiye kwirukanka niko naenda kwenda kwa spidi kidogo. isi, dunia, isi yagiraga amezi 13. dunia ilikuwa na miezi 13. ntabwo isi yagiraga 12. si kwamba dunia ilikuwa na miezi 12. mu guhuza spiritualite cyangwa ubunyamwuka buri mu gihe, katika kukutanisha ukiroho kwenye wakati, ni isi igira amezi 12. hapo ndipo dunia inapatikana na miezi 12. iyo mvuze isi, ninaposema dunia, isi ubwayo, dunia peke yake, kugira ngo tumenye igihe, ili tutambue wakati, biterwa naho tubarurirwa, inalingana na sehemu tunahesabiwa. aho tubarurirwa, sehemu tunahesabika, icyo bita systeme solaire cyangwa system ni imikorere y'izuba. kiitwacho system ni utendakazi wa jua. iyo mikorere y'izuba, huo utendakazi wa jua, dufite imibumbe, tunazo sayari ikikije izuba, ambaye inazunguka jua. isi, ikiwa dunia cyangwa inyenyeri au nyota cyangwa ikimurika au chochote kinachoangaza, gifite ibigikikiza, kinavyo vitu ambaye vinakizunguka. izuba, jua, isi tubarurirwamo, dunia tunahesabika ndani yake, iri mu rutonde rw'imibumbe ikikije izuba, ni miongoni mwa sayari ambaye zinazunguka jua. iyo ugiye ku ruhande, unapoenda pembeni, nicyo bita Milky Way, ndicho kiitwacho Milky Way. Milky Way ni inzira y'amata cyangwa voie lactée mu Kifaransa, au katika Kifrenchi ni language hiyo. nuko nukuvuga ngo ni inzira y'amata, maana yake ni njia ya mwangaza. kiba yita inzira y'amata. Kwa nini iitwaye njia ya mwangaza? iyo ugiye kure, unapoenda mbali, utangiye kureba ahisi iyo systeme cyangwa iyo system y'izuba, ukienda kuangalia system ya jua, ubona ari nk'amata, unaona kama ni miayo fulani, icyo bita Milky Way, kiitwacho kwa jina Milky iyo Way. mugiye kuvuga ibintu, unapoenda kuzungumza vitu byose mubihuza n'isi,
vyote mnaviunganisha na dunia. Umuntu ni umuhanga mwisi. Mtu ni mtafiti kidunia. Umusozi ni munini mwisi. Yani mlima ni mkubwa ndani ya dunia. Mugereranya n'isi. Unaifananisha na dunia. Ako mwisi. Lakini ndani ya dunia. Ikintu kinini n'isi nyine. Kitu kikubwa ni dunia tena. Ariko. Lakini. Ubundi twakabigereranyije na univeri. Tungeyafananisha. Univeri ndayita ikisi. Isanzuri. Pengine ningeyafananisha na umande. Twakabigereranyije n'isanzure. Tungeyafananisha na umande. Isanzure. Umande. Hari uko siyanse cyangwa abahanga bavuga ryabayeho. Kuna namna wanasayansi wanasema ilivyofanyika. Bemera ko ryabaye. Wanakubali kwamba imefanyika. Nivuga isanzure. Ninaposema umande. Muze kumva isi nk'agace kagize isanzure. Yani ukuje kuelewa dunia ni kakipande kanaongoza umande. Biri kumvikana icyo mvuze. Inaeleweka jameni? Bemera ko yabayeho. Wanakubali ndio iliishi. Icyo ni isanzure ariko. Hicho nimekiita umande. Ko cyabayeho. Kimekuwepo. Haciye miliyaridi 13. Yani tuseme kama miliyaridi 13. 13. Nka milioni 700. Na milioni kama 700. Bemera kicyo gihe. Wanakubali wakati huo. Ari bw'isi. Ndivyo dunia. Na univeri yabayeho. Na umande ukakuwepo. Univeri birumvikana isanzure. Yani umande. Bemera kari bwo. Wanakubali ndipo kipindi chake kuwepo. Bemera ko mbere y'icyo gihe. Wanakubali kabla wakati huo. Nta cyabagaho. Hakuna kitu kuwepo. Icyakoza. Japo kuwa. Bavuga ko hari akantu kameze nk'agatonyanga. Wao wanasema kuna kitu kama katoni fulani. Ibyo ndi kuvuga ni science. Hayo ninazungumza ni sayansi. Kari mwimbaraga enye. Ndani yake kulikuwa na nguvu 4. Ako kaje guchwanyuka. Hako katoni kalikuja kupasuka. Kagichwanyuka. Kalipopasuka. So mbaraga sinzitindaho. Hizo nguvu zitakawe juu yake. Yariyo to chifuzo cyanje sindi kwigisha geography. Hayo sio matamanio yangu ya kufundisha geography. Hapo ndashaka kukumenyesha isi ukirana nayo. Bali nahitaji kujulisha dunia unapigana nayo. Yavuze ngo ukirana n'isi na satani n'umubiri. Wanaposema unapigana na dunia na shetani na mwili. Nicho mukristo asabwa kumenya. Kitu gani mkristo anahitajika ajue? Nuko isi ifite ibintu yashizeho. Ni kwamba dunia ina vitu ikaweka. Ushobora kwikanga udatsinda. Unaweza kushtukia usitoke mshindi. Bitewe n'ibiri mw'isi. Kulingana na yale aliyoko duniani. Iyo bavuga ngo muri isi nahuye n'ibibazo. Wanaposema duniani nimekutana na matatizo. Ikibazo cy'imisozi. Sio tatizo la milima. Kugira ngo umuntu atsinde. Ili mtu akashinde. Bisaba ibintu bibiri. Inahitajika mambo mawili. Bisaba igihe. Inahitajika wakati. Kuba uri gukorera ibintu mu gihe. Ikiwa unafanyia mambo kwenye wakati. Uri no kubikorera mu mwanya. Na pia unayafanyia kwenye muda wako. Nukuvuga ngo kuba uri mu gihe. Maana yake ukiwepo kwenye wakati. No kuba uri ahakwiye. Na ikiwa uko sehemu inastahili. Birikumvikana ibyo ndi kuvuga. Inaeleweka jameni? Kimwe muri byo kibuze. Moja kati hayo ikikosekana. Ushobora kuba hatarahanyaho. Inawezekana upo kwenye sehemu sio sahihi. Ukagaragara nk'umutsinzwi kandi wari gutsinda. Na ukaonekane wewe ni mshindi na pia ungeshindwa. Kuko uri ahantu hatarahanyaho. Kwa kuwa umesimama sehemu si ya kweli. Urugero. Kwa mfano. Wagufata. Mtu akikuchukua. Akakujyana nko muri China. Akupeleka kama nchi ya China. Nta Gishinwa uzi. Bila kujua lugha ya China. Bakaguhagarika imbere. Wani kusimamishe mbele. Ushobora kubura akazi. Unaweza kosa kazi. Atari ukuri umuswa. Na si kwamba wewe ni mpumbavu. Uri ahantu hatarahanyaho. Bali uko sehemu si ya kweli. Birikumvikana icyo ndi kuvuga. Inaeleweka nachokizungumza? Rero gutera imbere k'umuntu. Maana yake kusonga mbele kwa mtu. Bisaba ko witeguye gusa. Haitajiki kwamba wewe uko tayari peke yako. Bisaba no kuba mu gihe cyanya. Inahitajika uwe katika wakati wa kweli. Birikumvikana ibyo mvuga? Inaeleweka nachokizungumza? Ndio sababu neno la Mungu nakwambia. Mu gitabo cy'Umubwiriza 9:11. Kitabu cha Mhubiri 9:11. Bona abanyembaraga. Kwamba naona wenye nguvu. Atari bo bari gutsinda. Na sio wanaotoka na ushindi. Bona abahanga. Naona watafiti. Mbona batafite igikundiro. Naona hana upendeleo. Mbona bazi kwiruka. Naona wajuao kupiga mbio. Hawashindi mbio. Birikumvikana ibyo tuvuze. Inaeleweka nachokizungumza? Rero gutsinda ntibisaba ko witegura gusa. Kushinda haitajiki ujiandae peke yake. Bigusaba no kuba uri mu mwanya wa nyawo. Inakuhitaji wewe ukae kwenye muda wa kweli. Turi mu masengesho. Tuko ndani ya maombi. Atuma uba mu mwanya wa nyawo. Inafanya ukapatikana kwenye muda wa kweli. Hari unyumvishi. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Turi mu masengesho. Tuko ndani ya maombi. Akubita abadayimoni bose bakitambika mu mwanya
wawe, inapiga mapepo wote watajizuia muda wako. Naamini bila mashaka hakuna mtu wa kuomba haya maombi uzigera wicuza, atarudi kujutia. uzabimenya neza, utatambua vizuri utari umuswa, kwamba wewe sio mjinga, ntabwo wabaraga nabi, wewe kuna hesabu vibaya. ibintu byari byarakozwe, kuna vitu vilifanyika kwenye wakati ibyakozwemo yaliyofanyika ndani yake. Malaika ugomba kuza, tunaye malaika anapaswa kuja kubita mu zuba, akipiga kwenye jua, igihe kikaguhira, wakati inakuwa heri kwako, vitu unafanya vinabahatika, wagerageza ukabona birashoboka, ukijaribu unapata inawezekana. ibyakozwe mu gihe vilivyofanya kwenye wakati wako byavuyemo, tumepata vilivyotoka ndani yako. tutamaliza mwaka wote, bigakunda, ukifanya inawezekana. ukizera ugatera haleluya, ukiamini piga haleluya. uzawusoza byemera, tutamaliza mwaka ikikubali. namwe ubwanyu na nyinyi pekeni muzi abantu beza, unajua watu wazuri batagira ingo nziza, ambaye hawana ndoa nzuri, ahubwo bindushi, bali wamechoka kwa kweli. Mnajua watafiti wengi ambaye wana njaa kweli. Hayo hatuyaongee ikiwa Biblia peke yake, na wewe peke yako unaweza kuwashuhudia. Kuna watu unajua walikuwa watafiti, nyakati zinawageuka. Anaweza kuambia, na mimi nikijiangalia sijui kama ni mimi wa zamani. Maana yake kuna vitu vimefanyika kwenye wakati vikamchanganya. Wakati kama huu wa leo tunaenda kuingia kwenye muda, lakini binafsi nyinyi mleketi hapa na wale ambao wanatufuatilia, ninashuhudia bila mashaka kwamba wakati itakuwa nzuri kwako, nyakati itakuangukia. Sio Biblia ilisema nyakati itakuangukia, na pia favor ya Mungu itakuja kwenye wakati wa kweli. Unaamini? Piga haleluya. Kitu gani kimefanyika kwenye wakati? Katika wakati wako dunia kuna vitu ilifanya. Mungu akisema kupambana dunia, kushinda dunia kwa Mkristo, akiwa anavieleza, anaviunganisha na kushinda shetani. Dunia peke yake ilipishanisha nyakati. Danieli 7:21 inabidi Mungu kukomboa mwanawe, apishanishe watu, apishanishe system zilizopangwa. Hivi tukiongea, abavutse mu mezi 5 waliozaliwa ndani ya miezi 5 niba bonyine ndio watu peke yake wapangiwa gutsinda muri uyu mwaka, wamepangiwa kushinda katika huyu mwaka. abandi bo wengine wote wapangiwa kuvana, wamepangiwa kutolewa, kubabara gusa, yani kuteseka peke yake. Lakini wewe uketi hapa, vilivyopangwa na kwenye mwezi wako, tutamaliza miezi 12. Utazimaliza miezi ukiwa mshindi. Maroho zimejificha nyuma yake. Chukua mkono wa mwenzako, mwambie ni maombi ya kuvibomoa, mwambie haya ni maombi ya kubomoa. Unaamini? Piga haleluya. Haleluya. Haya ningezungumza mambo mengi, lakini nifupishie kidogo. Kushinda kwa Mkristo sio tatizo la kuomba peke yake. Unapigana na shetani na kugundua dunia, hata kuachilia unafaa kupiga katika ya maombi. Utakuja kuachilia silaha sehemu yenyewe. Ambia jirani yako, utapiga silaha sehemu yenyewe. Utatambua ni wapi. Hautapigana kama anayelenga, utapiga penyewe katika jina la Yesu. Munisikie kidogo, tuminulia Mungu utukufu. Munisikie kidogo. Dunia yarahinduye, ilibadilisha. Vilibadilika kipindi gani? 1582 nibwo bahinduye, ndipo walibadili isi bayiha amezi 12, dunia ikipewa miezi 12. isi mbere dunia zamani bari bafite 13, walikuwa na miezi 13. 13 niyo yarasanzwe, ndiyo iliyokuwa kawaida. nababwiye ngo, nimeambia kwamba mwezi ni minsi 28, ni siku 28. Mwezi
umwaka wagiraga iminsi 365 n'amasaha yandi muzi. Yani mwaka mzima ulikuwa na siku 365 na masaa kama yale mnajua. Nyuma ya mezi y'imyaka 4, baada ya miaka 4 nibwo hagaruka ukwezi kw'iminsi kwa kabiri kugira 29, ndipo kunarejeshwa mwezi una siku 29. N'ubusanzwe na hata kawaida uwo munsi wabagaho, hiyo siku ilikuwa inakuwepo na pia unapita. Uwo munsi siku hiyo wabarwaga nk'ikiruhuko, ulikuwa unahesabika kama pumziko. Uwo munsi wakorwaga mw'ibiki. Siku hiyo ulikuwa unafanyikia ndani yake vitu gani? Nako byose mwabyigira icyari. Vitu vyote mweze mkajifunzia mara moja. Acha tuendelee kidogo. Ninachotaka ukisikie. Imezi yari 13. Miezi ilikuwa 13. 13 byaragiye vilikwenda, nubwo bari babihinduye, hata kama vilikuwa vimebadilishwa, bishira neza, vikaisha vizuri 1928 katika 1928 haitatangira icyo bita crise de reproduction cyangwa ibyo tubyihorere. 1928 1928 niho ubusanzwe bahita biba bishibashe, niho mutangira kubaka system ya 12 yari imaze gufata. Ndipo ukawaida ulianza kutengenezwa system ya miezi 12 imeanza kukamata. Nicyo gihe yari imaze gufata neza, ndipo wakati umeanza kukamata vizuri. Icyo gihe nibwo biyerangije, wakati huo wakajitahidi amakalendari yose, zile kalenda zote zishobora gutuma ambazo zinaweza fanya umwana w'umuntu akoresha iyo mezi, mwanadamu azitumie hizo miezi, barazitoragura ngo zidateza akavu, wakaziokota ili zisilete vurugu. Ibyo niko babyita. Hivyo ndivyo wao wanaviita. Ariko nje ndashaka gukomeza, lakini nahitaji kuendelea mimi hapa. Mwezi kwara ayo mezi mvuze ulikuwa ni hizo miezi zote nimesema. Babikoreye iki? Wamevifanya hivyo kwa nini? Dunia inje nawe tubaho, hii mimi na wewe tunaishi. Hii dunia ugereranyije n'izuba, ukifananisha na jua, umuturanyi w'izuba wa bugufi, jirani wa jua wa karibu ni Merikire ni wa muturanyi w'izuba wa bugufi. Yeye ndiye jirani wa jua wa karibu. Uwagutuza kuri Merikire, yani wakukukarisha katika Merikire, umwaka w'ubuzima bwawe, mwaka wa maisha yako waba amezi 3, utakuwa miezi 3. Ako yavuze amezi noneho muri kumva. Nikisema miezi mnaelewa, cyangwa nawe ntimurabyo, ama pengine hamjanielewa. Utuye muri Merikire, ukiishi katika Merikire, umwaka ku buzima bwawe, mwaka kwenye maisha yako, waba amezi 3, utageuka kuwa miezi 3. Uvuye kuri Merikire, ukitolewa kwenye Merikire, harakurikiraho Venus. Yani kunafuata Venus. Uyituyeho, ukiishi juu yake, umwaka ku buzima bwawe, mwaka kwenye maisha yako, waba amezi 8, utageuka kuwa miezi 8. Tuko pamoja? Ugarutse kwisi, ukirudi kwenye dunia yetu, mwaka ku buzima bwawe, mwaka kwenye maisha yako, na amezi 13, ni miezi 13. Nuramuka uvuye kwisi, ikiwezekana utoweke duniani, urabanza muri Venus, utaanzia katika Venus, ubone ufate Merikire, na pia uchukue Merikire kuzuba, na ukapate kuingia kwenye urugendo. Hii safari yote rusaba, nubona izuba ryatse, ukiona jua limeangaza kwako, iryo zuba ryabagezeho, hilo jua limewafikia nyinyi, iryo riri kukwakaho, hilo jua linakuakia, limaze iminota 8 rivuyeyo, limemaliza dakika 8 kutoka kule. Wamenielewa watu kweli? Turacyari kumwe, tuko pamoja. Aho ni kwisi, hapo ni kwenye dunia. Nyuma y'isi, na nyuma ya hii dunia, niturangiza kwisi, tukimaliza duniani, harakurikiraho indi mibumbe yindi musanzwe muzi, kutafuata sayari zingine ambazo mnajijua. Urugero, kwa mfano, na nubwo ndivuge ngo urugero, nyuma ya kwisi, baada ya hapa duniani, twari tugezeho, tulikuwa tumeifikia, turajya kucyo bita Mars. Tutaingia katika kiitwacho Mars. Ubwo ni ari nge warugeze kwisi, ikiwa ni mimi nimetokea duniani. Twavuze ko izuba rihariye, tumesema jua ni kule, inaeleweka. Harazaho Mars, kutakuja tena Mars. Irasaba imyaka 2 yo, inahitajika miaka 2. Ngo bizasaba amezi 26, vitahitajika miezi 26 kugira ngo bizenguruke izuba, ili viweze kuzunguka lile jua. Mwatakaye, mumepotea jamani. Jupiteri bizayisaba 264, vitahitaji 261 ili viweze kuzunguka.
iyo hapana iminsi turi kuvuga ku myaka, tunaongea kuhusu miaka. twihuse rero Tukienda kwa haraka, Jupiteri ni imyaka 12, iya nyuma ni 248. Ni miaka 12 ya mwisho. Pluto niyo ya nyuma 248. Nyuma ya Jupiteri, baada ya Jupiter harakurikiraho kutakuja kufuata tena Jupiteri ikirangira, Jupiter inapokuwa hazo Saturni, kutakuja Saturn. Saturn ikirangira, Saturn ikiisha harakurikiraho 7 Uranus, kutafuata 7 ambayo ni Lamis. Nyuma ya Uranus, baada ya Uranus ni Neptune. Neptune ndio itafuata baadaye. Nyuma ya Neptune ni 9, baada ya Neptune ni 9, ni 248. ni 248. Ni miaka bisaba, ni miaka vinahitajika. Pluto bisaba imyaka 248, vinahitajika miaka 248 kizazenguruka izuba ili viweze kuzunguka jua. Tuko pamoja kweli? Buri kimwe cyose, kila kitu chote muri wa muhora tubamo, yani katika ile ambayo tunaishi, kigendera kuzuba, yani vinatembelea katika jua. birumvikanye? Amen. Nicyo cya kindi system yitwa kari yizuba, ndicho kile kinaitwa system ni ya jua. birikumvikana? Inaeleweka jameni? Hii Jupiter niyo nini, ndiyo kubwa zaidi. ni nini, ni kubwa, ariko nabisaba nyine iyo myaka yo 12 nkuko nababwiye, lakini inaibidi miaka 12 kama nilivyowaambia. 12 hii 12 nsaigarukaho, nitairudia kwa mara nyingine igihe nigikunda, wakati ikiwezekana. wabita Galileo aitwaye Galileo amaze kuvumbura, alipogundua, avumbura amezi yake, akigundua miezi yetu, aho tuhihorere, hapo tuachane nayo, ntacyo byabafasha, haviwezi kuwasaidia. hirya y'icyo nshaka kubabwira, mbali na kitu nakusudia kuambia, mwumvishe kari iyo mibumbe, mmesikia kwamba ni hizo sayari, hari wabaye dispari, kuna ile imekuwa watakaye, ambaye ulipotea. watakaye huo ambaye ulipotea, sishaka kuutinda, sihitaji kuukawia, ndashaka kugaruka kubikureba cyane, nahitaji kurudia katika vinavyokuhusu. iyo urebera mu kirere, unapoangalilia angani, munyumve gatoya, munisikie kidogo, urebera mu kirere, ukiangalilia angani, ibyo bintu bibona nk'umuhanda, hivyo vitu unaviona kama barabara, ibyo by'umuhanda, hivyo vitu vya barabara. nyeranje mwumva akakantu, mujitahidi msikia aka kibona nk'umuhanda, hicho unachokiona kama barabara gifite inyenyeri zacyo, kina nyota zake. izo nyenyeri na hizo nyota zifatiye kuri icyo kintu kimeze nk'umuhanda, ambaye zimekamatia kwenye hicho kitu kama barabara. ahantu hari umuhanda, kwa mfano mliona sehemu ya barabara, mwana kwa hari amatara, mliona kwamba sehemu ya barabara kuna mataa. Inaeleweka jamani? Icyo bintu biriho, hivyo vitu vilivyokuwepo bibaho, vinapatikana, bigakora ikinyampande, yani vinatengeneza vitu vya pembeni. kubize katika waliosoma nibyo mwita zodiac, ndivyo viitwavyo zodiac, nibyo bita sinye zodiacal, ndivyo vinaitwa sign ya zodiacal. icyo byitwa icyo kinyampande. Birikumvikana? Amen. Birumvikanyaho? Mwitakarase mumbwire ko mwumvishe, kuko aho mutahumvishe ibyo ngiye kuvuga ubu tugiye kwinjira muri combat spirituel, tunaenda kuingia katika upande wa kiroho. nukuvuga iki? Ni kusema nini? Uramutugiye ku ruhande, endapo ukienda pembeni, ibyo navugaga hayo nilikuwa nikiaongea. fotora Mercury, piga picha ya Mercury. Mercury yegereye izuba, imesogelea jua, ifite ikintu yiturunaho, na pia ina kitu inazungukia. nisi turiho na dunia tuliyoko, icyo yiturunaho bakita orbit, hicho inazungukia inaitwa orbit. fata yuko ufashe isuka ishyira hano, chukulia kama dunia umeiweka hapa, ifite ikintu yiturunaho, yani ina kitu inakizungukia. icyo kintu yiturunaho, hicho kitu tunatumia kujizungukia. iyo wegereye izuba, unaposogelea jua, icyo kintu kizengurutse izuba, kuna hicho kitu kinazungusha jua. akambere kacyo, cha kwanza chake niko Mercury yizungurukaho, ndicho Mercury ambaye inazungukia hapo. Kinaeleweka jameni? aka kabiri katika ka upande wa pili ni ya Venus, ni ile Venus, niko ka kabiri yizenguruka, ndiko ka upande ka pili inazungukia. kugenda byumvikana, vinaenda vikieleweka. aka gatatu yani ka upande wa tatu nikisi yizunguruka, ndiko ka upande dunia inazungukia. kureba, unapoenda kuangalia, nikubyumva ko bimeze nk'imihanda, mnasikia vipo kama barabara. none birumvikanye? Vimeeleweka tena? Birumvikanye ibyo mvuze? Vimeeleweka tena? Bimeze nk'imihanda, yani ni kama barabara. iyo mihanda hizo barabara ifite inyenyeri, hizo barabara zina nyota. izo nyenyeri
na hizo nyota zigiye zifashe ambaye zinaenda zikisaidia kwenye ile barabara. Ibyo yubireba Hivyo ukiviangalia bimera nk'ishusho y'ikintu, vinakuwa kama picha ya kitu fulani. Bifata nk'ikinyamande, yani unavichukulia kama ibyo bintu by'ikinyamande bikoze, hivyo vitu vya kibarabara vimefanya, ibyo byitwa zodiacle, ndivyo vinaitwa zodiacle. Hajemo ikintu none se, Kumepatikana kitu kweli? Noneho birumvikanye, kimeeleweka kitu jameni? Ndabaza birumvikanye? Nauliza swali, imeeleweka kweli? Ibyo mutabyumvishe hayo msipoyasikia itakuwa ibyo nibyo bita zodiacle. Hayo yanaitwa zodiac. Birumvikanye? Inaeleweka kweli? No, hizo zodiac tufuzi, hizo zodiac zote tumeeleza. Mumvishe ko hari nyenyeri. Mumesikia kwamba ilikuwepo nyota. Zifashe haha. Zipo nyota zimeshikilia ile pande. Hizo nyota zifashe haha. Zimeshikilia upande ule. Hizo nizo bita consideration. Hizo ndizo zinaitwa coincidence. Consideration. Ndivyo vinaitwa consideration. Hizi consideration. Haya mambo ya consideration. Hizi mwumva ntabona ururimi rw'ikinyarwanda. Haya ambaye sipate kujua katika lugha ya Kirundi. Ningependa tu wewe uelewe tu kidogo. Nikimaliza nikwambie kusudi langu. Mgaruri bitekerezo hano. Mrudishe mawazo yenu mahali hapa. Consideration mnikuyumva. Consideration mnaielewa? Singombwe biko bisaba amashuri. Sio lazima haya vihitajike masomo. Mumvishe kari hizo nyenyeri. Mmenielewa kwamba ni hizo nyota ambaye zimechomeka kwenye hizo mabarabara. Inaeleweka. Hizo ndizo kinaitwa consideration. Kila consideration yoyote. Ni hicho nilikuwa nakusudia msikie. Aho niho byari Munyarwanda yaririmbye ngaho niho rwari ruzingi. Munyarwanda aliimba na kusema hapo ndipo. Hicho kintu mwumvishe bita consideration. Hicho kitu mmekisikia consideration. Munega matwi. Munitege masikio. Niyo purpose y'uyu munsi. Hilo ndilo lengo ama purpose la leo. Niyo tuzakorejo. Ndio tutafanya pia siku ya kesho. Niba ko kantu mukumvishe ikiwa kakitu hako mmekasikia mmenisaidia. Nilikuwa numvaga karuhanyije. Hako ndiko nilikuwa nahisi kwamba kamechoshana kidogo. Karumvikanye. Kamesikika kweli? Consideration nizo ziba 12. Ndizo zinapatikana 12. Baranyumvishije? Wamenielewa watu kweli? Kansubiremo. Nirudie tena. Consideration nizo ziba 12. Ndizo zinageuka 12. Hizo sasa nzabereka aho zihurira n'amezi. Nitawaonyesha wapi zinakutania na miezi. Ntagara amezi 12 ni consideration 12. Sio miezi tena 12, ni consideration 12. Bamwe muri mwe, wengi kati yenu, muzumva bababwira icyo bita mahoroscope. Mtasikia wakiwaambia kitu kiitwacho horoscope. Murabizi? Mnavijua vitu hivi. Hizo horoscope, hizo horoscope niyo mezi 12. Ndizo miezi 12. Iyo muhamana 13 mungebaki na miezi 13, hari abantu bari buburi kigirwamana kibatwanya. Kuna watu wangekosa miungu ambaye inapambana nao. Muranyumvishije? Mumenielewa kweli? Mwumvisha impamvu y'inyuranya ry'ibihe. Mumesikia sababu ya mapishano ya nyakati. Urugero? Kwa mfano, reka nyababwire nzivuge niruka. Acha nizizungumze ama nizitaje kwa haraka. Ya kwanza. Ya mbere mu buzima busanzwe. Ya kwanza kwenye maisha ya kawaida. Ni consideration ya Capricorn. Ni consideration ya Capricorn. Capricorn. Ni ngombwa nushaka kubyihorera mbivuge gutyo ejo nzabibaha mu Gifaransa no mu Cyongereza ntacyo bitwaye. Kesho atawapa kwenye lugha ya Kifrench na Kizungu. Muda wake umekwisha. Ni consideration ya Capricorn. Consideration ya Capricorn. Ni ya Berso. Na Belso. Ni ya Puso. Ni ya Berie. Muri kwandika. Ziandike hizi zote ambazo nataka. Niba mutanditse ntacyo murabishaka handi. Ikiwa mjiandika mtatafuta kwingine. 5 ni Toro. 6 ni Jimo. Okay, 7 ni Cancer. Okay. Mureke izo nzaziba hejo. Acheni hizo awapatie kesho. Ni 12. Ni 12. Noneze ko kugenda kwanyu ukuntu mwandika ntago nabategereza. Kuandika kwenu ama mwenendo wa kuandika sitawangoja. Ejo nzabafite umwanya wo kubategereza. Kesho nitakuwa na muda wa kuangoja wa kutosha. Mureke ejo nzibahe. Muache kesho niwapatie. Ntarekaramye mwese. Mumecomprehend nyinyi wote. Navuze ngo ya mbere ni Capricorn. Nimesema ya kwanza ni hiyo. Ya kabiri ni Berso. Ya pili ni hiyo pia. Kose ko nakazibahaye mbabwira inyamanzwa izi presenta
ningewapatia buri muryango wese wicaye aha inawakilisha kila familia iliyokaa hapa. buri muryango wose wicaye aha ufite inyamaswa y'ukwezi. Kila jamii ama familia ina mnyama wake. Ukumubimbwe ngo mbibahe ndiruka. Hivyo mnavyoniambia niwapatie kwa haraka. Ntago nyenda mbabwira ngo ngiyi nyamaswa. Sitaenda nikiwaambia huu mnyama kwa sababu kuna mnyama. Nta muryango numwe wose wicaye. Hakuna jamii ama familia yoyote iliyokaa hapa udafite inyamaswa ibahagarara ambaye haina mnyama imewasimamia. Birikumvikana? Inaeleweka jameni? Buri muryango wose, kila familia yoyote ufite inyamaswa iwuhagarara. Yani ina mnyama inausimamia. Nta muryango utagira inyamaswa iwuhagarara. Hakuna familia ama jamii isiyokuwa na mnyama inaisimamia. Nabano aho mwaba mukomoka hose, popote mtoka hapo. Abakomoka muri Kenya, wale kutokea nchini Kenya, basamuri biganza ndebo ko wapandishe mikono nione wanavyo. Muri bake, nyinyi ni wachache. Abakomoka wale kutokea mu Burundi, kutokea nchini Burundi, mwimwe mubaye benshi. Naona mmepatikana wengi. Okay, nk'aba bo mu Burundi na hawa kutokea Burundi, ibya bindi byo bahoze bavuga abasasu, wale wameishi kusema kwamba ni sasu, abasapfu, kina sakfu, abanerwamba, kina negwamba, abenerwamba, kina wana negwamba, abarongo, warongo, abahima, wahima, abasashu, abashungura, washungura, abanyakarama, watu wanyakarama. Abanyakarama bose ibyo ndi kuvuga biri kumvikana? Hao nayazungumza naeleweka. Iwacu ni bya bindi bita n'abasinga, ni wale wanasema wasinga, wasigana. N'abasinga mu Barundi barimo, wasinga kwenye Warundi pia wapo, wasinga pia wako ndani yenu. Iwacu amoko ni 26, kabila ni 26. 28 ni yatunga ibiranga muryango, 24 ndio na utambulisho wa kifamilia ama kijamii. Abasita n'indara nta biranga muryango bagira, lakini wasita hawana mwelekeo wa vitambulisho vya mwelekeo. Abasita bari barwanye hagati ya Uganda, ibyo ntitubyihorera. Wasita tuachane na mambo haya. Buri kintu cyose, kila kitu chote, aya moko, hizi kabila, icyo nita consideration, kiitwacho consideration, ifite inyamaswa y'u present, yani ina mnyama inaakirisha. Niba ari abasinga, kama ni wasinga, mwebwe mugira ikibazo especially kubavuye Burundi. Nyinyi mna matatizo especially wale kutoka Burundi. Mufite ikigeragezo kitaboroheye. Mnajaribu ambayo sio rahisi kwenu. Abenshi ni muzi gutandukanya inzu n'imiryango. Wengi wenu hamjui kutofautisha nyumba na familia ama jamii. Iwacu dutunga inzu, abasinga kama kwetu kama wasinga tunatunza inzu 12. Tuna nyumba 12. Nukuvuga abazigaba, wazigaba batunga inzu 9. Wanamiliki nyumba 9. Buri muryango ugiramwo inzu. Kila jamii ina nyumba ndani yake. Arije mwebwe mufuboroka mu mutwe inzu mukazita imiryango. Kuna kipindi nyinyi mnakalili nyumba mnaziita ndizo jamii ama familia. Wose utunga inyamaswa y'u present. Kila familia yote ina mnyama inaakirisha. Izo nyamaswa ndi kuvuga, hizo wanyama ambazo unaziongea, nimesema hii alikuwa ni mafunzo marefu. Yani ningeanza vitu vya kiroho vya kiunyama mahali hapo. Yani vitu vya kiroho kusimamia unyama. Inyamaswa ishobora kuba imwe, mnyama anaweza patikana mmoja, ariko mu muryango ikavuga ibintu bitandukanye, lakini ndani ya jamii inazungumza vitu tofauti. Urugero, kwa mfano, nkiwacu iyo bavuze abasinga, kama kwetu wakisema wasinga, okay, reka tuvuge abasita. Acha tuseme wasita. Abasita ngira ngo murabizi kari intare. Wasita mnaelewa kwamba ni simba. So nukuvuga ngo hari imiryango ihuza inyamaswa, ariko icyo bashinzwe kubabwira bikaba bitandukanye. Kuna jamii inaakilisha wanyama, lakini kile wanakusudia kuambia vinakuwa tofauti. Muda wangu umeisha. Narishatse kubabwira yuko, ningetaka kuambia kwamba hizi consideration nizo 12 ndizo 12. Birikumvikana? Inaeleweka jameni? Nizo 10 ndizo 12. Mwibuke ya Jupiter nababwiraga. Mkumbuke ile Jupiter nimewaambia, izenguruka iminsi 12, ambaye inazunguka siku 12. Hizi consideration nizo 12 ndizo 12. Hizi rero, hizi sasa nibyo mwiga, ndizo mnajifunza. Bababwira ngo ni horoscope, wakiwaambia ni horoscope. Birikumvikana? Inaeleweka jameni? Bakakubwira ngo abantu bavutse ku kwezi, wanakuambia watu waliozaliwa huu mwezi bafite iyi mico, wana hizi tabia, babaho gutya, wanaishi hivi, ariko mu gihe kiri, lakini kwenye kipindi kile bazaba bari mu bibazo. Kipindi kikubwa tutaishi kwenye matatizo. Niki cyababwiye? Ni kitu gani kimewambia hivyo? Barabizi kicyo kigirwa mana, wanatambua huyo miungu. Umunsi uvukaho, siku ya kuzaliwa kwako, isi dunia yari iringaniye n'icyo kigirwa mana, ilikuwa inatoshana ama inaambatana hicho kimiungu.
bakubwira igihe cyawe bagendeye kuri consideration y'ahisi yawe yari igereje. Wanakuambia wakati wako kulingana consideration na dunia yako ilikuwa imefikia. Niba ari ukwezi kwa 9 ikiwa ni mwezi wa 9 wavutsemo verge, kwa maana yake ikiwa ni verge, uyu kwa 9 ni verge, mwezi wa 9 ni verge, noneho ukaba ari kuvuka na iwe ndio umebahatika kuzaliwa, wavutse ulizaliwa isiringaniye na verge, dunia ikiwa inatoshana na verge, hari igihe cyawe cy'umugisha, kuna kipindi chako cha baraka, n'igihe upangiwe imyaka, na wakati muda umepangiwa nox ama mikoshi. Birikumvikana? Inaeleweka jamani? Ibiyo ndi kubivuga, ninapovizungumza abapasteri byagoye, wachungaji imesumbua, baravuga ngo none se ubwo wanasema hivyo pengine umukirisitu ngo ntagiye kwizera gutyo, mkristo haendi kuamini hivyo. Oya, hapana, ntago ariko mbasaba. Sijawaomba muwe hivyo. Biblia yumva ukivuze, Biblia sikia inachokisema. ubwoko bitaga Isakari, kabila itwalo Isakari bari bafite ubushobozi bwo kumenya igihe, walikuwa na uwezo mamlaka ya kutambua wakati, bakamenyesha Abisiraheli cyo na gukora. wanajulisha Wanaisraeli cha kufanya. Twebwe simwo twizerera, Sisi hatuamini hapo, ntago ariko bimeze. si ndivyo ilivyo. Guteka kwa 2:4:19 Kumbukumbu la Torati 19 harabitubuza, inatukatalia, ariko imbaraga zibiri inyuma, lakini nguvu zilizoko nyuma yake dutegetswe kuzisenya. tunaamrishwa kuzibomoa. Birikumvikana icyo mvuga? Inaelewa ninachokizungumza? Urazimenya ukazisenya, unazitambua, unazibomoa. icyo utafunze nta wagifunze, Kile hujafunga wewe mwenyewe hakuna aliyekifunga. Turakora na masengesho, ndio sababu nimesema tutafanyana maombi, unaga bari mwebwe mwenyine gusa, haitakuwa ni nyinyi peke yenu. Israeli aho bari hose, Israeli popote walipo, n'abandi bantu batandukana, na wengine watu tofauti, by'umwihariko abapasteri kibinafsi wa wachungaji wote ambaye wanafanya haya maombi, intango z'umwaka, kwa kuwa mwanzo wa mwaka tugomba gukubita buri imbaraga zose tugakuraho, tunafaa kupiga kila marao, tunaondoa, tugasoza umwaka mahoro, tunamaliza mwaka salama, igihe cyacu kimeze neza, wakati wetu ukiwa mzuri. byaba bikuvugwaho byose Vile vitakuwa vinatamkwa juu yako, tugomba kubitesha agaciro, tunafaa kuvipotezea thamani. nsoreza, nikisogelea mwisho wangu, ugera imbere, ukifika mbele, ukajya kwitegereza, ukienda kuangalia, ugafata ukwezi kwa mbere, na uchukue mwezi wa kwanza uko bita janvier, uitwao Januari. ukwezi kwa mbere kwa janvier, mwezi wa kwanza wa Januari, janvier cyangwa January, January bivrava kuri Januaris, inatoka katika Januaris. wowe turi hamwe ahangaha, mimi niko naye mahali hapa, nubasha kureba, ikiwa niko na uwezo wa ukwezi kuangalia kwa janvier, mwezi wa Januari, urahabona icyo kigirwamana kikugenga, naona kisanamu cha miungu ambacho kiko hapa, imitwe ibiri, kina vichwa aina mbili, kirareba huva, kinaangalia kule utokako, na kinaangalia kule uendako. Kigenzi na cha muhimu, mu gitondo cya kare tubyutse, asubuhi mapema tukiamka, nimushaka ibindi, hata mkitaka mambo mengine, abigisha muzabagabanye, walimu muweze kuwagawanya. Tugomba gukubita buri kigirwamana cyose, tunafaa kupiga kila miungu yoyote, turebye naho gikomoka, na tukiangalia ni wapi kinatoka. Nureba icya kabiri, ukiangalia miungu ya pili, ukwezi kwa kabiri, nikiangalia mwezi wa pili, ukwezi kwa kabiri, mwezi wa pili, ukwezi guhagarariwe n'ikigirwamana, ni mwezi unasimamiwa na miungu. ngira ngo wakibonye, nimekiona tayari. iki nicyo gishinzwe ubusambanyi mu Bantu, hiki ndicho kinasimamia usherati ama uzinzi katika watu. Impamvu yo muvuga ngo, kuna sababu ya nyinyi kusema ngo ni Saint Valentin, siku ya wapenda nao. Ibyo byose twazabigaruka, haya yote tutayarudia. Niki kiba cyarabaye, ni kitu gani kinakuwa kimefanyika? Ivuka ry'abana badasobanuka, yani kuzaliwa kwa watoto wasioeleweka, bagomba kuvuka kubera aho muri uko kwezi, wanafaa kuzaliwa ndani ya huo mwezi. Ibyo rero, hayo yote tuva twafata umwanya, nasikia tunaweza tenga muda. Mwize spiritualite y'amazi, mumejifunza upande wa kiroho ya maji. Mwezi kwa gatatu, mwezi wa 3 niko muzasanga mu bimwe mwita spirit, ndipo mtakuta yale mnaita spirit, imyuka yo mu mazi, maroho za ndani ya maji, marine spirit, marine spirit, ibyo bimwe mwita ngo madamu samake, yale mnaita madamu samaki, ndamubyumva imyuka iba mu mazi, mnapenda kuyasikia maroho zinapatikana ndani ya maji. Tugomba gusenya, haya ndio vitu tunafaa kubomolea. Bimwe mwaracikirije mwiga spiritualite y'amazi, mengine mlipata kuyajua tukijifunza upande wa kiroho ya maji. Ibyo ni ibintu tugomba kubera maso. Haya ni vitu tunafaa kuwa makini navyo. Ku kwezi kwa 4, tukirudi ndani ya mwezi wa 4, ukwezi kwa 4, mwezi wa 4, kirango uri kukureba, ninaona una mchoro hapa. Ni ukwezi, ni mwezi ambaye bya bindi mujya mubona kurera iminati n'ijisho,
by'ijisho, vile ambavyo mnaviona kama alama kwenye eliminati vya jicho, ibyo ngibyo mugomba kubimenya. hivyo mnafaa kuvitambua. Vunaguye rero ni kifupisha kidogo. Uku kwezi kwa kane, huu mwezi wa 4 kuni niko kwa kabaye kwezi kwa mbere, ndio mwezi ungegeuka wa kwanza. Birikumvikana? Inaeleweka jameni? Ariko hari impamvu, Lakini kuna sababu yake. bamwe mu bicaye aha, Wengi katika leo mliosimama hapa, kimwe yanabibutsa, kuna kitu kimoja naweza kuambusha. Mwaka wa dunia utangira mu kwezi kwa kangahe? Unaanza ndani ya mwezi wa ngapi? Ndababaza. Na wauliza kama swali. Mwaka w'isi woba utangira. Mwaka wa dunia unaanza mwezi wa ngapi? Umuje kumbwira ngo mukwambe. Mtaenda kuniambia ni mwezi wa kwanza. Mwaka wa kazi. Nyese nta muntu wakoreye leta. Nyinyi wote hakuna mtu aliyefanyia bosi wake. Mwaka w'isi utangira ryari? Mwaka wa dunia unaanza lini? Mwaka w'isi utangira mu kwa mbere. Mwaka wa dunia unaanza mwezi wa kwanza. Ya data wa twese uri mu ijuru. Ako namwe mwarakubiswe cyane. Na nyinyi mmepigika ndani kweli zaidi. Okay, uni ukwezi kwa karindwi. Pengine mwezi wa 7. Ukwezi kwa karindwi. Mwezi wa 7. Nakagize ibyo nkuvugaho. Ningekuwa na mambo ya kuyazungumzia. None reka mbabaza. Lakini waulize. Iyo mufashwe ukwezi. Mnapochukua mwezi 9. Mchukue mwezi wa 9. Kwitwa gute? Unaitwa jina gani? Ukwezi kwa9. Mwezi wa 9. Kwitwa? Unaitwa jina gani? Ndabaza ukwezi kwa9 kwitwa gute? Mwezi wa 9 unaitwaje? Mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza? Lugha ya Kifrench ama Kizungu? Ukwezi kwa9 kwitwa? Mwezi wa 9 ni Septemba Kizungu. Ndabaza ukwezi kwa9 kwitwa? Mwezi wa 9 unaitwa? Kwitwa Septembre cyangwa September. Unaitwa Septembre ama September. None ntacyo wumvamo. Si kuna kitu nakisikia ndani yake? Urumva ko kuya kwitwa seti? Haufai kuitwa seti. Ndabaza urumva ko kuya kwitwa seti? Haufai kuitwa 7. Hiyo September. Ubundi yo ni seti. Hiyo ni 7 tayari. Ariko kubaye kwa kangahe? Lakini inahesabika mwezi wa ngapi? Wa 9. Mwezi wa 8. Ukwezi kwa8. Mwezi wa 8. Ngita August. Unaitwa August. Ukwezi kwa 10. Ukwezi kwa 10. Mwezi wa 10. Mchongereza. Katika Kizungu. Oktoba. Oktoba. Ukwezi kwa 11. Mwezi wa 11. November. Ukwezi kwa 12. Disemba. Disemba. Yani hiyo D. Hiyo D ni 10. Hiyo D ingepasa kuwa 10. Okay, murakoze. Asante. Hari ikintu gito kijemo. Kuna kitu kidogo kimekuja ndani yake. Kesho dusenyure ibyo tugomba gusenya. Kesho tubomoe yale tunafaa kuyabomoa. Wamenielewa kweli? Ndabasize nanone. Nimewaacha tena. Ni bimwe byanjye. Ngo ndabasize. Tayari nimewaacha. Ukwezi nukuvuga uko bitu kwa 9 kwa kabaye kwa 7. Mwezi unaitwa wa 9, ungelifaa kuwa wa 7. Sero hivyo nababwiraga. Yale niliyokuwa nikiwaeleza tayari mmejua. Kwa mwezi Desemba kwa kabaye Oktoba. Kile mmeita mwezi wa Disemba ingekuwa Oktoba. Hiyo D bundi ni 10. Yaani hiyo D inapatikana ndani yake ni 10 tayari. Ukwezi umwaka utangira ubundi mu kwezi kwa 4. Mwaka ungelifaa kuanza ndani ya mwezi wa 4. Reka ibyo tubyihuse. Lakini acha haya tuachane. Tuzabigarura hari impamvu nyamukuru. Tutayarudisha, kuna sababu ya msingi. Le 1er avril. Ni avril. Le 1er avril tariki yo kubesha. Tarehe ya uongo ama ya kudanganya. Abasize none. Nimewaacha tayari. Naba mubizi ki tariki ya mbere. Si mnajua tarehe ya kwanza? Tariki ya mbere y'ukwa 4. Tarehe ya kwanza ya mwezi wa 4. Inaitwa ni tariki hiki. Inaitwa ni tarehe ya nini? Murasenyura cyangwa ni musenyura? Mtabomoa ama hamtabomoa? Ndababaza murasenyura cyangwa nawauliza mtabomoa ama mtabomoa? Kubera iki itariki ya mbere z'ukwa 4 bayita itariki yo kubesha? Kwa nini tarehe ya kwanza mwezi wa 4 inaitwa tarehe ya kudanganya? Umwaka ni utangirira. Ndipo mwaka unaanzia. Niyo mpamvu najya mbabwiye ugenda ubarura urebe. Enda ukahesabu ukaone. Niyo mpamvu bashiraho iyo tariki ngo niyo kubesha. Ndio sababu wanaweka ile tarehe ya kusema ni ya kudanganya. Batangiye kubabeshanya. Ndipo walianza kuwadanganya. Ni babakoze ugira. Waliwafanyia jambo. Naho we barirwa bakubwira ngo uyu munsi ngo twawuhariye kubesha nyine bara. Wanashinda wakikwambia siku ya leo tuliitengea ya kudanganya. Isaha irageze ngo tugurane ibintu. Saa imefika tuweze kubadilisha vitu. Tele haleluya. Piga haleluya. Samuri biganza. Inua mikono yako. Ngo mwami Yesu. Sema mfalme Yesu. Warantumiye. Ulinituma. Ngo mboneke muri aya mateka. Nitakare katika ibada hii. Aya masengesho. Haya maombi. Ndasenyura. Ninabomoa. Ikitavuga Imana
chochote akitamuki Mungu ndasenyura nabomoa ikitavuga Imana cyose kisichoongea Mungu, ibyangontororaga yale ya kunikontrol, ibyanjengaga yale ya kunifuatilia birahura n'ishyano. itakutana matatizo. Isaha irageze Saa imefika ngo nisobanukirwe nipate kujielewa imyuka yose na roho yote yangenzuraga ya kunichunguza. ahangaha Kwa sasa sakuza cyane ubwira ngo ndayifunga piga sauti useme nitaifunga, ndayihagarika naisimamisha mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Isaha y'impinduka Saa ya mabadiliko, sakuza cyane ubwira ngo yageze. pandisha sauti useme imefika. Isaha y'impinduka Saa ya mabadiliko mu buzima bwanjye katika maisha yangu yageze. imefika. Uyu mwaka Huyu mwaka uzaba imfura mu myaka, utakuwa mzuri nta kwa wundi mwaka. mwaka Hakuna mwaka mwingine uzongera kuba impfabusa. ambayo utarudi kwa Uyu bure. mwaka Huyu mwaka uraba imfura mu myaka utakuwa mkubwa kwenye mu miaka izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Ibigirwamana byose Miungu yote bindi imbere iliyoko mbele ngo yangu bigira ibyo bikingirana, ambayo na vitu vya kufungiana, nonaha kwa sasa ndabirwanya, ninaipinga, ndabisenyura, ninaibomoa, ndatangaza impinduka natangaza mabadiliko mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Tusinye twese tuvuge ngo amena. Tusaini sote tuseme amena. Tusinye twese tuvuge amena. Tusaini tuseme amena. Sitakuangukia Iyo bibwira ngo ntuzatera imbere, yale wanazania utasonga mbele, bavuga ngo bakuvanye mu rutonde, wale wanasema amekutoa kwenye umuntu riski. mwicanya ngo ijuru rirakwinjizamo. Ambia jirani yako mbingu Ibyo inakuingiza. bibwira bizagukontorora, Wale wanajifanya kuri takukontrol, wowe siko bizamera. ndani yako si ndivyo Niba itakavyokuwa. ubyizeye tera Kama haleluya. unaamini piga haleluya. Haleluya. Amena.